Usiku wa kuamkia leo ilikuwa ni kuanzia majira ya saa 8:30 kwenda mbele hivi. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tulipokea taarifa za tukio hili la moto. Baada ya kupata taarifa hizo, tulianza kupashana taarifa na mara moja tulifika eneo la tukio tukishirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, wakiwepo wenzetu wa kikosi cha zimamoto na uokoaji. Baada ya kufika ulikutwa moto ni mkubwa sana, kama ambavyo mmeweza kuona. Moto ulikuwa ni mkubwa, lakini moto huo umeweza kudhibitiwa. Kwa ushirikiano mkubwa tuliopata kutoka kwa wananchi wa eneo hili, hususan wafanyabiashara ambao wana mali zao hapa, walinzi, lakini na wananchi kwa ujumla. Lakini kwa kiasi kikubwa idara ya zimamoto na uokoaji ambao walifika kwa wakati kwenye eneo hili, hakika wamefanya kazi kubwa kwa weledi tena na kuweza kudhibiti moto huu usiweze kusambaa katika maeneo mengine. Moto huu ulikuwa ni mkubwa, umeleta hasara kubwa kwa wafanyabiashara, ingawa mpaka sasa katika tukio hili hakuna mtu yote ambaye amepoteza maisha. Kuna uharibifu mkubwa wa mali, ambapo hata hivyo hatujafanya tathmini kuweza kujua mali yenye thamani kiasi gani imeweza kuteketea kwa moto, lakini kimsingi ni uharibifu mkubwa uliosababishwa na moto. Na jeshi la polisi tukishirikiana na vyombo tumeweza kudhibiti eneo hili kuendelea kuwa salama, lakini kubwa zaidi na wananchi na walinzi ambao wanalinda maeneo mbalimbali. Askari wetu wa jeshi la polisi wamekuwepo tangu muda huo, na mpaka sasa tunapoongea hakuna mwananchi yoyote, mfanyabiashara hapa ambaye amepoteza mali yake kwa kuibiwa. Kwa ina maana udhibiti wa mali za watu na usalama wao kwa ujumla ulikuwa ni wa hali ya juu. Kazi kubwa iliyokuwa hapa na ambayo kimsingi inaendelea mpaka sasa ni swala la kuzima moto huu ambao umebaki. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hakuna mtu aliyepoteza maisha, hakuna mtu aliyejeruhiwa kutokana na tukio hili, isipokuwa kilichopo ni hasara. Lakini jeshi la polisi tunaendelea kufanya uchunguzi, tumekwisha anza, tunashirikiana na wenzetu wa zimamoto na taasisi nyingine ambazo tutaona zinafaa. Tutaungana pamoja katika kuchunguza tukio hili. Mpaka sasa hatujafahamu chanzo cha moto huu ni nini. Kwa hiyo tumeendelea kukusanya ushahidi. Tutaunda timu yetu ya pamoja hapa ya vyombo vinavyohusika na mambo ya usalama watu na mali zao, ili tuweze kuchunguza, ili tuweze kujua chanzo ni nini. Kwa hiyo mpaka sasa chanzo cha tukio hili hakijafahamika. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Mwanza tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana wafanyabiashara wote wa eneo hili ambao kama mnavyoona wamefanya kazi kubwa sana ya kudhibiti moto usiweze kusambaa katika maeneo mengine. Huu moto usingedhibitiwa na wenzetu wa zimamoto na uokoaji, lakini na wananchi kwa ujumla, huu moto ungeweza kufika maeneo mengine na kuleta hasara kubwa. Kwa hiyo tunawashukuru sana wafanyabiashara wa hapa, na tunawataka waendelee kuwa na ushirikiano wa aina hii kwa lengo la kulinda mali zao wakati wote wa biashara zao. Lakini tunatumia nafasi hii kutoa wito kwa wananchi, kuwakumbusha kutengeneza mahusiano ya karibu ya kimawasiliano na vyombo vyetu hivi, jeshi la polisi, lakini idara ya zimamoto na uokoaji katika kupashana taarifa. Ni vema wafanyabiashara wote wakawa na namba za simu za wenzetu wa zimamoto na uokoaji au jeshi la polisi, kwa sababu wanapokuwa na mawasiliano tukapashana taarifa, ni rahisi kufika eneo linalohusika na kuweza kufanyia kazi. Sisi taarifa hizo kama tulivyosema tumezipata muda mfupi baada moto kuwa umeanza, na mara moja huduma zikaanza kutolewa. Kwa hiyo matukio yatufundishe kutengeneza mawasiliano na jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wafanyabiashara wa hapa na wakazi wote wa mkoa wa Mwanza, hususan eneo hili kwa jitihada kubwa walizofanya kudhibiti moto usiweze kusambaa kwenda katika maeneo mengine. Wawe na uvumilivu, hasa wenye mali ambazo zimeungua, na watupatie nafasi ya kutosha kuweza kufanya uchunguzi utakaoshirikisha
vyombo vyote kuweza kubaini chanzo cha moto nini. Jina naitwa Chikoli Mspeles Msiba. Ni mkazi wa mtaa huu karibu jirani hapo, ila pia ni mjasiriamali na pia ni mdau kwenye soko letu hili la mbao. Ilikuwa kwaje mpaka hapa? Naam, sisi tulishangaa tu ghafla tulipigwa simu kutoka mazingira ya nyumbani na kufika hapa mnamo majira ya saa 9 na dakika kama 40 hivi, ila kwa mujibu wa maelezo ya walinzi waliokuwepo kwenye sehemu ya tukio kuanzia ule usiku, waidai kwamba moto umeanza kushika kuanzia majira ya muda saa 8 na moto ndipo ulipoanza kutokea, na walivyodai moto ulianza kulingana na inshallah ya short kama ya umeme, ndipo ambapo moto ulipoanza kushika. Ulianza kushikia kwenye banda la hapa jirani na ukaanza kusambaa kwenye mabanda mengine, yakaanza kuunguza magogo. Limenigusa kwa asilimia kubwa sana, kwani limetumiza kwa asilimia kubwa. Kama jinsi unavyoona ndugu mwandishi wa habari, watu tumefilisika kimitaji sasa, kwa sababu unaangalia mali zimeteketea kwa asilimia kubwa. Tumelostika sana na tumestika sana. Nafikiri nachoshauri kikubwa zaidi ni kuimarisha usalama eneo letu hili la soko letu la mbao, kwa ajili ya usalama wa kujikinga na majanga kama haya ya moto. Wakati mwingine anapokuwa ametokea, pengine angalau wawepo walinzi wengi kidogo, ambapo tunaweza kuwa tumenunulia hata angalau fire extinguisher, ili endapo moto ukitokea fire extinguisher hata inaweza ikasaidia kuzima moto kwa haraka kidogo, alafu pia tukawa tunapata taarifa na kupata msaada mwingine mkubwa, ili tuweze kuokoa majanga kama haya siweze kutokea kwa asilimia kubwa na kutuathiri kama hivi. Kwa majina anaitwa Boniface Richard Machira, ni mkazi wa eneo la Mwanza hapa, ila pia ni mfanyakazi wa jasiriamali humu ndani ya soko la mbao. Tunasikitika sana kwa hili janga lililotokea, limetuumiza watu wengi na pia tumeathirika kisaikolojia. Ukiangalia ndugu mwandishi wa habari, jinsi soko lilivyoteketea, ni watu takriban 1000 wanategemea soko hili kupata mambo yao, mahitaji madogo katika kupelekea familia zao nyumbani. Mpaka leo hii, kwa siku ya leo, sidhani kama kuna chochote kitakachoendelea ndani ya soko la Sabasaba. Kwa hiyo mimi ningeiomba serikali kuu ya Jamhuri ya Muungano Tanzania, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, naomba atusaidie vitu vya muhimu ndani ya soko hili. Endapo janga litakapotokea tena, tuwe na uwepesi wa kusaidizana. Tunaomba na sisi tuwe hata na gari la faya liwe karibu yetu, tukiachilia liloko mjini kati na liloko airport, nasi tungekuwa hata na gari la faya hata ndani ya Pasiasi hapa kituo. Nadhani hili janga lisingetokea kubwa sana, ndugu waandishi wa habari, kwa kuwa tuna uhaba wa faya ndani ya mkoa wa Mwanza, ndio maana majanga haya yanatokea. Ili tukio mimi nimepata taarifa saa 12. Baada ya kuingia hapa ndo nimekuta matatizo yameshatokea kama haya, lakini ndo serikali yetu imejitahidi napo kutuzimia, walau tumepata hasara lakini imeokoa madhara makubwa ambayo yangetokea ndani ya soko. Wafanyabiashara wote ambao wamekutwa na dhahama hii ya ajali ya moto, poleni sana. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana wenzetu wananchi na wafanyabiashara ambao walipopata taarifa ya moto takriban saa 8, hususan mwenyekiti wetu aliona umuhimu wa kuijulisha mamlaka inayohusiana na zimamoto na uokoaji. Na mimi hapa nimepewa taarifa, na wakati napita nilikuwa na wahoji maswali mawili matatu, nikafikiri kwamba yako mengine pia kamanda ameyasema hapa, ni wajibu wetu pia kukumbushana. Kwa hiyo baada ya kuwapeni pole watu wote waliopata ajali hii, lakini pia kuwashukuru wananchi ambao wametoa ushirikiano toka moto ulipoanza hadi sasa, nitumie fursa hii pia kuwashukuru sana vijana wa Jeshi la Zimamoto na Uokozi kwa kazi mzuri ambayo wameifanya. Hongereni sana. Kwa taarifa ambayo imetolewa hapa, na hata mwenyekiti wakati ananieleza, kama isingekuwa ni uweledi wa Jeshi la Zimamoto, pengine sasa tungekuwa tunazungumzia ajali hii imewaathiri watu wengi sana. Lakini wao wanafahamu, kwa sababu ni misingi ya kazi yao, nini waanze nacho, nini wasifanye wakati wa zoezi la kuzima moto. Lakini pia tushukuru kwamba hapa ni jirani sana na hata uwanja wa ndege wetu. Lakini pia hapa Mwanza, kwa kuwepo na uwanja kama wa ndege,
jeshi la zimamoto liko vizuri, lina vifaa vya kutosha na linaweza kukabiliana na majanga makubwa. Lakini wakati ninapita hapo nikawa nauliza chanzo ni nini, kukawa na maoni tofauti. Kwa hiyo nikubaliane na niungane na kamanda wa zimamoto kwamba uchunguzi ufanyike ili tufahamu chanzo cha moto ni nini. Ukishafahamu chanzo, unaweza hata kujua hatua gani unazotakiwa kuchukua. Lakini pamoja na hayo, yako mambo machache nimejifunza hapa kwa muda mfupi sana, na haya wala hayahitaji degree. Jambo la kwanza niliuliza, hivi wafanyabiashara wana tabia ya kuwa na fire extinguisher katika maeneo yao? Kwa sababu haya maeneo yote yako connected na masuala ya moto, na biashara wanaoifanya pia ni rafiki pia wa moto. Lakini ikaonekana walio wengi hawana vifaa. Lakini hata wangekuwa na vifaa, kamanda akawa ananijulisha hapa wamefanya jitihada kubwa sana za kutoa elimu, lakini bado watu wengi nafikiri wanakuwa hawaamini kwamba inawezekana iko siku majanga namna hii yakatokea kwenye maeneo yao ya kazi. Kwa hiyo wamekuwa kidogo reluctant, kwa Kiingereza, kukubaliana na elimu ambayo inatolewa. Sio mara moja wala sio mara mbili jeshi la zimamoto limesha kuja hapa kukaa na wafanyabiashara kuangalia namna bora ya kuwaelimisha kuhusiana na masuala ya moto na uokozi. Lakini kidogo wafanyabiashara wa hapa hilo kidogo limekuwa mtihani kwao. Sasa jambo jingine pia nilikuwa nauliza, hivi hawa wafanyabiashara wana bima? Tukianza kuulizana maswali ya namna hiyo, pengine majibu yake hakuna. Maana yake ni nini? Hasara za majanga zikitokea za namna hii, inawezekana kabisa hawa watu ambao wametajwa hapa karibu 30 wakawa wameathirika kwenye mitaji yao, wakawa wameathirika kwenye mashine zao. Kwa hiyo swala la bima ni swala muhimu sana. Ni lazima tuliseme. Watu wengi hata wenye magari, mtu mwingine ananunua gari ya milioni 100 lakini anaenda kukata bima third party, ili mradi tu trafiki akimsimamisha barabarani aseme, akimkagua aseme kwamba nina nini, nina bima, amruhusu kuendelea na safari. Lakini gari ikipata ajali hawezi kukompensate gari yake kwa sababu halikuwa hana bima kubwa, ana third party. Kwa hivyo kupitia tukio hili pia ni vizuri wale wengine ambao hawajakutwa na maafa haya kuzingatia taratibu na sheria, lakini pia kuzingatia ushauri ambao serikali inautoa. Mkuu wa mkoa anaweza akaja hapa akasema kuanzia leo tusifanye biashara mpaka mcomply na hizi taratibu, na ningeweza kufanya hivyo. Lakini hakuna haja ya kusema hayo kama kila binadamu mwenye akili sawasawa, ambaye anajua hili ndio eneo langu la kazi, ambaye anajua yako majanga mbalimbali yanayoweza kutokea, kama akitimiza wajibu wake. Sio lazima mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa aseme hapa wale ambao hawana zimamoto, wale ambao hawana bima. Taratibu zinatutaka tufanye hivyo. Kwa hiyo mimi ninawahamasisheni wale ambao wameona majanga namna hii, hasara kubwa zinazotokea, basi kujifunza kutokana na janga hili ambalo limetokea. Mtu mzuri ni yule ambaye anapoona kuna jambo la kujifunza, naye anapata somo kutokana na jambo hilo. Kwa hiyo huo ndio wito wangu. Lakini jambo jingine muhimu, baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa itaandikwa. Halafu wale wote ambao wameathirika na janga hili, serikali tutakaa nao, tutawasikiliza. Wako wengine wana madeni benki, wako wengine wana mikopo benki. Sisemi kwamba tutawalipia mikopo yao, lakini serikali nao uwezo kukaa nao, kukaa na taasisi za fedha, tukazungumza nao, wakapewa grace period ambayo ya kuwafanya wao warudie kwenye kazi yao. Lakini pia ofisi ya waziri mkuu kitengo cha maafa tutapeleka taarifa hii. Sasa yako majanga natural hazards yakitokea, ofisi ya waziri mkuu maafa inawajibika kuwahudumia wananchi. Lakini yako majanga ambayo yakitokea
serikali haiwajibiki nayo, na ndiyo maana tunawataka kila mfanyabiashara angalau kujitahidi kuzingatia kanuni ya kuwa na bima, kanuni ya kuwa na tahadhari kuhusiana na majanga mbalimbali. Lakini la mwisho, wakati nauliza hapa, walinzi hapa ambao wanalinda hapa wanayo elimu kuhusu moto? Maana sisi wafanyabiashara tunakuwa tumeshaenda kujipumzisha, lakini wanaolinda mali zetu na mitaji yetu tena mikubwa tu ni watu ambao tumewaajiri sisi na kuwaweka hapa. Lakini unaweza ukakuta wale eneo hili lote, hata kungekuwa na mitungi miwili mitatu, pengine ingeweza kusaidia katika kudhibiti moto kabla huja enea. Lakini pili, hata mlinzi hapa ukimuita, ukimuuliza namba ya zimamoto ni ipi au namba ya jeshi la polisi ni ipi ikitokea dharura kwenye lindo lako, hajui namba ya OCD, hajui namba ya emergency, hajui namba hata ya 114, hajui. Kwa hiyo ni vizuri pia hawa tunaowakabidhi dhamana pia yako mambo basics ambayo ni lazima wafundishwe, ni lazima wayafahamu. Sasa wakati nauliza hapa, moto umetokea, walinzi wanahangaika kutafuta wenye mali. Sasa wenye mali wengine wamelala, wengine wenye mali wamepumzika baada ya kutoka kwenye tarawih, hawapokei simu. Wao wanang'ang'ana kuwatafuta wenye mali, lakini kwa mlinzi mzuri angeanza kwanza kuvitafuta vyombo vya dola. Kwa nini? Kwa sababu hata mwenye mali ukimpa taarifa ya awali inawezekana akachelewa kufika hapa, lakini jeshi la zimamoto na uokozi kwa sababu liko jirani hapo, ukipiga 114 wangefika hapa mara moja. Wanapofika hapa, wanapoanza zoezi lao au wakiwa njiani kufika hapa, ndipo unapoweza kumweleza mwenye mali kwamba hapa kuna jambo fulani linaendelea na tungependa uwepo hapa ili kuangalia mali na usalama wako. Kwa hiyo nafikiri elimu hii ni muhimu sana, na baada ya maelezo yangu hayo nirudie tena kutoa pole kwenu. Tuendelee kuwa na subira katika jambo hili. Serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa tukio, kama ni hitilafu ya umeme, kama ni jambo jingine lolote tutalibaini. Tukisha libaini, nitakaa na wale wote ambao wameathirika na tukio hili, tamsikiliza mmoja mmoja, na tutaona namna gani bora ya kuwafanya ndugu zetu hawa warejee katika maisha yao ya kawaida, kwa sababu adhima ya serikali siku zote ni kuona wananchi wanachapa kazi. Na ajali ikitokea, hatuwezi kuzungumza uzembe, tunazungumza namna gani ya kushirikiana baada ya ajali kufanya nini, kutokea. Kwa hiyo ninawashukuruni sana, tuendeleeni kuwa watulivu, na siku si nyingi, kamanda, kamilisheni taarifa na uchunguzi kwa haraka, na baada ya hapo tutakaa nao, tutazungumza nao, halafu tutapanga mipango ya namna gani tunatoka hapa kuelekea mbele. Asanteni sana kwa kunisikia.